Kumekuwa na elimu nyingi sana juu ya afya, lakini pia kuna elimu nyingi juu ya uchumi. Tunapata elimu nyingi sana kuhusu ya imani, yaani maarifa ya vitu vingi ambavyo tunavihitaji kwenye maisha yetu ya kila siku. Hakika vipo vinapatikana na vinatusaidia kwa namna moja au nyingine. Lakini kumekuwa na changamoto kubwa au uhaba mkubwa wa maarifa juu ya kitu kimoja kikubwa ambacho ni hofu. Hofu ya kukosa kitu ambacho ni hata ukijui ni nini imekuwa ni changamoto kubwa, hasa nikija katika upande wa afya, kwa sababu unahofia kitu ambacho hujui unakiweza au ukiwezi. Unahofia kwa sababu umejiandaa au kwa maana ulishawahi kusikia kwamba afya yako au changamoto yako ni ngumu kutibika, matibabu yake ni ghali, matibabu yake hayapo. Kwa hiyo badala ya kufocus kwamba una tatizo, hofu unayoipata inakuwa ni kubwa kuliko na tatizo lile ambalo unalipata. Leo ninataka tujadili hii hofu, ni namna gani inatuumiza, lakini namna gani ya kuweza kuishinda, na ni namna gani ya kuweza kuishi maisha yako kwa furaha. Ninayekuletea haya ni mimi daktari wako Praxela Kokuilwa Makanshu, ambaye ninataka kila mmoja kwenye familia yake na kwa nafasi yake aweze kuishi maisha yenye furaha. Nimekuandalia vitu 6 ambavyo ukiweza kuvijua hivi, hakika hakuna kitakacho kutisha. Hakuna kitakacho kufanya uishi kwa hofu, kikufanye uwe na stress, kikufanye uone maisha yako hayana maana, au kikufanye uone kwamba wewe kumbe ni mtu ambaye umeumbiwa mateso. Kwa sababu hofu ndiyo inayotufanya tujione sisi si wa thamani, inatufanya tuone sisi hatuna uhakika wa kesho, ambayo kesho yake hatuijui, kwa sababu tumejengwa katika imani tofauti na utambuzi tofauti. Kitu cha kwanza katika vile vitu 6 ambavyo nimekuandalia ndugu yangu ni kuishi leo. Watu wengi tunaishi maisha ya kwamba hivi kesho itakuwaje, kwa sababu hata ukiwa na changamoto ya kiafya unaambiwa huu ni ugonjwa wa kudumu. Kudumu ni kupi? Ni kudumu mpaka wapi? Kudumu mpaka lini? Kwa sababu jana hauko nayo, leo ndo kitu ambacho uko nacho mkononi, kesho haipo. Lakini lazima ujue kwamba kumbe leo ndio uhakika wa maisha yako. Ishi to the fullest. Iishi leo kama vile imeisha. Ishi leo katika furaha ya mwisho. Ishi leo katika kubali, katika leo kuna marefu, kuna mapana, kuna juu, kuna chini katika hii leo. Kubali kuliko kuanza kuwa na hofu wakati hujui unahofia nini. Kwa sababu ukitaka kuwa ni mtu mzuri, of course, kwa sababu jana ilikuwepo, kwa sababu unaisema, kwa sababu uko leo. Kwa hiyo kweli ilikuwepo jana, na kesho ambayo unaitarajia unatakiwa uiishi kesho kwa kujifunza kutokana na jana. Kwa hiyo ndugu yangu, kitu cha kwanza katika kuweza kuondokana na hofu, lazima uanze kuishi leo to the fullest, to the maximum. Regardless unapitia nini, regardless umeambiwa nini, regardless umeaminishwa nini, siku ya kwako ambayo unayo kwa uhakika ni leo. Jambo la pili, ishi sheria ya mlinganyo, kwa sababu tumekuwa na hofu nyingi. Na ndugu zangu, hofu ndio tuseme kama ni mpira, ndio goli ambalo tumekuwa tukifungiwa magoli mengi, kwa sababu tunaishi kwenye hofu ya kwamba sasa hivi kuna ugonjwa huu. Lakini kiuhalisia, tuchukulie mfano, kweli kuna watu ambao wanazaliwa wakiwa walemavu wa viungo, kuna watu wanazaliwa wakiwa na autism, kuna watu ambao of course wanakuwa labda na mdomo sungura. Tuchukulie tu mfano kwamba leo Dar es Salaam wamezaliwa watu 1000 kwa mwezi. Katika watu 1000 kwa mwezi kuna wagonjwa au watoto 5 ndio wamezaliwa wakiwa na upungufu katika kuzaliwa kwao. Kwa nini wewe umejiweka upande wa wale 5 na usiwe katika wale 995? Kwa hiyo kumbe mlinganyo, lakini pia chagua upande ambao kwako wewe unakupa furaha. Ni vibaya sana kuchagua upande ambao unakuzidishia hofu, kwa sababu kwanza huna uwezo wa kubadilisha hiyo, lakini na uwezo wa kubadilisha pia bado upo, kwa sababu
wewe na mimi ni mashahidi, tumekuwa tukiona watoto wakizaliwa na miguu imepinda, lakini kwa sababu kuna suluhisho, tumeona watoto wengi wakiwa wamenyoka miguu yao. Tumeona watu wakizaliwa na midomo sungura na bado midomo yao imefanywa operation na wamekuwa sawa. Kwa hiyo ndugu, katika sheria ya mling'anyo, wewe chukua upande unaokufanya uwe na furaha. Kwa nini uwe na hofu ya kwamba pengine mke wangu ni mjamzito, akienda kujifungua hatatoka salama? Kwani yani, maanake unachokiwaza ndio kitakachokutokea. Wanasema Waswahili, alisemalo mjinga ndio linalomtokea. Kumbe kama ukiwaza vizuri, kwa sababu haikugharimu chochote ndugu yangu, ni vema sana sasa hivi tukaanza kujua kwamba kumbe una uwezo wa kupona changamoto yoyote ile ya kiafya. Nimetoa mfano wa magonjwa madogo, lakini bado kuna magonjwa mengi ambayo wewe na mimi tunayajua, tumeishi katika hofu yake na bila kujua kwamba tunafanya nini sasa ili tuweze kuwa sawa, kwa sababu bado tunafuata ushauri huu, tunafuata ushauri ule pale, lakini bado hatufiki pale kwenye suluhisho. Kwa sababu gani? Cha kwanza kabisa, wewe umekuwa na hofu ambayo imekupelekea kuchagua upande wa kushindwa badala ya kuchagua upande wa kushinda. Jambo la tatu, ndugu zangu, ni vema tujifunze kukubali matokeo. Yaani kuna watu ambao wanaweka nguvu kubwa sana ya kusema kwamba mimi ninatakiwa, huu ugonjwa nimeupata, ninatakiwa ni fight kuweza kuondokana nao, lakini pia ugonjwa huu nimehangaika. Labda kuna watu wanakuja kwangu, amekwenda hospitali A, amechukua kipimo, B amechukua vipimo, hospitali C amechukua vipimo, hospitali mpaka anafika kwangu ameshakwenda kwenye hospitali sio chini ya 5, na kwa bahati nzuri au mbaya anapewa majibu yale yale, lakini bado tu akili yake inamwambia bado. Sasa ni kwamba unatafuta nini? Unatafuta kujua au una hofu ya kukubali matokeo? Kwa sababu ukikubali matokeo ni moja ya njia ya kuanza kupona. Kwa sababu ukishasema mimi na changamoto hii, kitakachofuata ni nini nifanye ili niondokane na hiyo changamoto. Lakini kama utapingana na uhalisia, kama utapingana na ukweli, utaendelea kujiumiza na utaendelea kushusha kinga yako ya mwili, kwa sababu kila siku unatafuta vipimo, unapata matokeo ya vipimo. Unatafuta vipimo vyenyewe vina madhara yake kwa namna moja au nyingine, lakini bado uchumi wako unazidi kushuka, bado stress inakuwa iko juu, bado. Kwa hiyo kumbe mwisho wa siku kufanya vipimo ni jambo jema ili ujue ukoje, lakini huwezi kuishi kwa vipimo, kwa sababu vipimo bado havitakuondolea changamoto ya afya uliyokuwa nayo. Lakini pia jambo la 4, weka kikomo katika kutatua changamoto uliyokuwa nayo. Usipoweka kikomo, utajikuta wewe umekwenda kuanzia hospitali ya kijiji, ya kata, ya tarafa, ya wilaya, ya mkoa, kitaifa, unaenda nje, na mwisho wa siku bado hupati kile unachokitafuta, kwa sababu hofu ambayo uko nayo unatakiwa ujiulize, hivi kadri ambavyo umeanza kupata hofu tangia siku ya kwanza kwenye hospitali ya kata ulivyogundulika una tatizo fulani, mpaka leo hii umekwenda nchi za nje na bado hujapata suluhisho, ile hofu uliyokuwa nayo imewahi kukupa nafuu kwa kiwango gani? Kwa hiyo lazima uwe na kikomo kwamba nimekwenda hapa na bado sipati matokeo. Ninachokushauri mimi, rudi nyuma, jipange, observe kwamba nimeshafanya 1, 2, 3. Lazima kama kuna ambao wana changamoto kama ya kwako wanapata nafuu, wewe hupati, manake lazima ujiulize, yawezekana kuna mahali mimi nakosea. Lakini ukijiwekea kwamba huna limitation kwa sababu una uwezo, ndugu zangu, uwezo wa pesa hausaidii sana katika ishu ya afya na kukupa furaha, kwa sababu unatakiwa pesa iwepo iweze kukusaidia kukupa afya njema na kukufanya uwe mwenye furaha. Bila hivyo utajikuta kikomo hauko nacho, kwa sababu wewe ni mtu, nimeambiwa kuna fulani nimeenda, kwa sababu wanakuja watu wengi, nimeshaenda hospitali fulani, nimeshafanya hiki, nimeshaona ma specialist, nimeshaenda kwa waganga wa kienyeji, nimeshaenda tiba asilia, lakini sipati kitu. Lakini ni kwa sababu hujawahi kukaa chini ukajiuliza, hivi tangia mwaka huu ni wa 6 nina tatizo, nimefanya nini, nimetumia nini, nimeshauriwa nini na nimepata nini mwisho wa siku? Ukiona jibu lako ni kwamba unazidi kupata hofu kila uchao, rudi nyuma, anza upya. Ninakuhakikishia siku utakaposema mimi sasa jamani, hebu niache tu
Mungu mwenyewe ndiye amenipa hili tatizo. Hebu kwanza nikae niruhusu Mungu anionyeshe njia. Utapata njia sahihi, hofu itaondoka na utashangaa utakuja kutibiwa na kitu ambacho au dawa ambayo wala hukuwahi kuiwazia, kwa sababu ni dawa ndogo ya gharama ndogo na kwa stress ndogo. Kwa hiyo ndugu zangu, hofu inakupelekea wewe kuwa mgonjwa wa kudumu. Yaani kadri unavyokuwa na hofu ya ugonjwa uliokuwa nao, ndivyo ambavyo unafungua faili la kuwa wewe na kurejista kwamba mimi ni ugonjwa na ugonjwa ni mimi. Jifunze kuachilia. Jifunze kujua kwamba kuna kitu ambacho nakiweza. Kuna magonjwa yapo na kuna magonjwa yanachukua muda mrefu sana kupona, na kuna watu wanapona kwa phases tofauti, lakini bado kinachokuja kuaffect uponyaji, wewe unachukuliaje ule ugonjwa? Unauelewa nini? Lakini hiyo hofu ambayo inakufanya unakosa usingizi, je, ni kweli inakusaidia kupata nafuu ya ugonjwa ulionao, au ndo hali yako inazidi kuwa mbaya? Kwa hiyo ukisha kuwa na kikomo, ninakuhakikisha kwamba akili yako itakuwa activated na utaanza kuwaza vyema. Lakini jambo la 5, kuwa mtulivu na waza vitu sahihi ili uweze kupata furaha ya afya yako na uweze kupata lile kusudio la wewe kuwepo katika hii galaxy. Katika hili ukiwa unawaza, ukiwa katika utulivu, mimi nimekuandalia karibu vitu 4. Ukiwa umetulia uwaze nini? Kitu cha kwanza, jiulize nini nifanye ili kuondokana na hili tatizo. Lakini kitu cha pili, jiulize ili jambo ambalo nini nifanye na unatakiwa kufanya, nilifanye kwa uharaka kiasi gani? Kwa sababu kadri unavyochelewa ndivyo ambavyo tatizo linaendelea kukomaa. Nimekuwa nikipata watu hapa, kwa mfano nakwambia nimekufuatilia, yani karibu ni mwaka wa 3, lakini sasa hivi ndio nimesema, imagine ni mwaka wa 3 na tatizo hapa, wakati ananifuatilia ananiona ameshaenda hapa, ameshaenda pale, na bado tatizo lake mwanzoni na wakati ananianza kuniona alikuwa labda stage fulani. Amekuja kuchukua hatua, tayari nimeshafika stage fulani. Lakini kumbe lazima uwaze wakati katika utulivu wako. Nini ufanye cha kwanza? Cha pili ufanye katika uharaka gani? Lakini kitu cha 3 na kwa umuhimu, ni nani atakupitisha kukufikisha kwenye lengo lako la kuwa na afya njema. Hiyo ni jambo la msingi sana, kwamba umewaza kwamba nini ufanye kwa uharaka gani, lakini ni mtu gani sahihi. Kwa sababu bahati nzuri sasa hivi mtandao umetuletea choices nyingi, na kwa sababu wote tunatoa elimu na wote tunatoa huduma na wote tunatoa tiba, tunatoa ushauri. Wewe kama kiumbe ambaye ni hai na uko timamu, chukua muda wako kujifunza. Ndio maana tumekuwa tukishauri kwenye hizi channels ni madarasa, kwa sababu tumekuwa tunasema tuweke madarasa, mtu tuwaite tuje tuwaelezee. Hakuna muda huo. Tumetengeneza hivi vipindi kwa ajili ya kuweza kufundishana, kuelimishana, kuamshana, lakini na kufikirishana, kwamba kadri ninavyoogopa, kwa sababu unavyokuwa unaogopa kile unachokiogopa, hiyo hofu ulionayo, uwe na uwezo wa kuitatua. Lakini kama huna uwezo wa kukabiliana na ile hofu, nitoe mfano, kuna magonjwa ambayo ukisema jamani, mimi UTI itaniua, umesema wewe na itakuua kweli, kwa sababu si umesema. Wamekuwa watu wakisema, Waswahili wametangulia kusema kwamba aliwazalo mjinga ndio limtokealo, lakini mdomo uumba. Haya maneno tunayaongea kiwepesi sana, lakini asili au Mwenyezi Mungu hajui wewe ulikuwa unatania. Wewe umesema UTI itaniua. Hakika wewe utapata dawa, utaenda hapa na pale, utachoma sindano na bado utapata shida ya UTI. Kumbe ni wewe mwenyewe umeamua kujishikamanisha wewe na UTI, kwamba unaamini kwamba chochote ulichofanya hakikufanya kazi. Na ni kwa nini hakikufanya? Una hofu kubwa ya UTI, lakini huna uwezo, huna ile courage, uwezo wa kukabiliana kwamba UTI ni nini, imetokana na nini, ni vyakula gani vinasababisha, au ni maisha gani yanasababisha mpaka kana na UTI. Matokeo yake wewe unahangaika na tiba, na kweli una mwaka wa 4 unasumbuliwa na UTI. Lakini vipi magonjwa mengine ambayo ukiyataja kila mtu masikio yanamsisimka? Ni kweli kabisa hayana tiba, kwa sababu hofu ni kubwa. Ukiweza kutibia hofu, wewe umepona, haijalishi una shida gani. Jambo la 3 katika kuwaza ni ondoa hofu na kuwa
jasiri. Lakini pia nani anaweza kuwa msaada wangu? Yaani ule msaada ambao huyu mtu utamtumia wewe na yeye mtapitishana na kufika pale kwenye kile unachohitaji. Hizi vitu vitatu nilikuwa nimekuandalia katika hizi pointi zangu 6. Pointi ya mwisho kabisa jamani, ili kuweza kuishinda hofu ya chochote, kuwa busy. Kwa mfano, ofisini kwenu kuna redundancy. Kuna watu 200. Wanatakiwa kupunguzwa watu 10. Yaani wewe kila ukirudi nyumbani, jamani sijui kazini mimi nitatolewa. Ukishaona wewe kila ukikaa redundancy unaiona kichwani mwako, kwanza lazima ukubali kwamba kumbe wewe ulikuwa hauna umuhimu katika hiyo kampuni. Kwa hiyo yani unajiona kabisa unastahili kupunguzwa. Kwa sababu kama katika 200 wewe katika watu 5 tu, kwa nini wewe usiwe katika wale 195? Kama ni magonjwa hivi unaposema kwamba kuna watu ambao kwanza lazima tuwe watu wenye shukrani. Kwa sababu wakati wewe unasumbuliwa na acid reflux kwamba unabeua, kuna mwingine ambaye sasa hivi shingo hata kuongea sauti haitoki, anatumia ishara, na nyote mna acid reflux. Lakini kwa nini unajiona kama vile yani mimi msaidie mwingine? Kuna mwingine ambao kuwa grateful kwa sababu wewe una uwezo wa kunyanyuka, una uwezo bado wa kwenda kujitafutia green juice ukanywa, lakini kuna yule ambaye amelala chini hana uwezo wa kunyanyuka, msaidie. Kuwa busy kutakufanya kukuondolea muda wa kufikiria changamoto uliokuwa nayo. Alafu ruhusu maisha yaendelee. Anza kujiassociate na watu. Anza kuwa busy, soma vitabu. Anza kuangalia vitu ambavyo viko katika uchanya. Kwa sababu huwezi kuwa hauko busy. Kila saa ukiingia mtandaoni unaangalia wanao hivi acid reflux inaua watu kiasi gani. Hivi ugonjwa fulani, takwimu za vifo vilivyotokana na ugonjwa huo ni kiasi gani. Lakini wakati huo yani wewe kila ukikaa unajiona katika jeneza. Unachokiwaza ndio kinachotokea. Lakini kama ukisema mimi ni mzima, kama kuna ugonjwa wowote katika chini ya jua, naomba nikuhakikishie kwamba kuna tiba chini ya jua hili. Ni vile tu wewe huja switch on kuingia katika hiyo njia ya kukufikisha kwenye hiyo tiba ya ugonjwa ambao unafanya nini? Unakusumbua. Endelea kushiriki haya masomo kwa sababu tuendelee kushirikishana. Nimekuwa nikisema hakuna anayejua kila kitu na hakuna asiyejua kila kitu. Lakini nipigie simu kwa ajili ya kupata ushauri, kwa ajili ya kuja kushauriana ana kwa ana. Lakini pia endelea kuingia kwenye peji zangu za Instagram, lakini pia ingia kwenye WhatsApp page yangu kwa ajili ya kunitumia message, ili mwisho wa siku wote tuweze kukubaliana kwamba kumbe ni kweli kuishi bila magonjwa hakika inawezekana.